Habari za kimataifa zinaripoti kwamba Tetsuya Yamagami mwenye umri wa miaka 45 aliyempiga risasi na kumuua waziri mkuu wa zamani wa Japani Shinzo Abe mwaka 2022 amekiri hatia katika kikao chake cha kwanza cha mahakama. Ripoti za vyombo vya habari zikimnukuu shirika la habari la Kyodo News zinasema kuwa Yamagami ambaye alikamatwa mara moja katika eneo la tukio mnamo Julai 8, 2022 mjini Nara ameripotiwa kukiri hatia ya makosa aliyoshikiwa nayo ikiwa ni pamoja na mauaji na kukiuka sheria za kumiliki silaha. Yamagami ambaye alitumia bunduki ya kutengenezwa nyumbani katika shambulio hilo anasemekana alilenga kumuua Abe kwa sababu ya kile alichokiona kama uhusiano wa kiongozi huyo na kanisa la Muungano, yani Unification Church. Yamagami alidai kuwa mama yake ambaye alikuwa mwanachama wa kanisa hilo alitoa kiasi kikubwa cha fedha kiasi kwamba kilisababisha kuharibika kwa familia yake na umaskini. Chuki yake ilielekezwa dhidi ya shirika hilo na wale walionekana kulikuza. Kukiri huku hatia kunakuja baada ya Yamagami kutumia miezi kadhaa akifanyiwa tathmini ya akili ili kubaini uwezo wake wa kusimama mbele ya sheria. Tathmini hiyo ilikamilika, ikathibitika uwezo wake wa kuendelea na kesi hii. Kesi hii ina umuhimu mkubwa nchini Japani. Mauaji ya Abe yalitikisa nchi hiyo ambayo inajulikana kwa viwango vyake vya chini sana vya uhalifu wa kutumia bunduki. Motisha ya Yamagami pia ilisababisha uchunguzi mkali wa uhusiano kati ya chama tawala cha LDP na kanisa la Muungano na kusababisha hatua kali za serikali kuchukuliwa. Yamagami alishtakiwa rasmi kwa mauaji na ukiukwaji wa sheria za bunduki mwezi Januari 2023. Kifungo cha kifo kinawezekana nchini Japani, hasa katika kesi za mauaji ya wengine. Lakini wataalamu wengine wa sheria wanasema Yamagami anaweza kupata kifungo cha maisha kulingana na motisha yake binafsi ambayo imeripotiwa. Utata uliopo katika kesi hii umesababisha huruma kwa Yamagami kutoka kwa baadhi ya wananchi wa Japani ambao pia walikumbana na matatizo kutokana na michango mikubwa ya kifedha kwa makundi ya kidini. Nadhani hii ni habari ambayo hivi sasa inachukua nafasi kubwa kweli kwenye mitandao ya kijamii. Huyu jamaa ambaye alipelekea mauaji ya waziri wa taifa hilo la Japani.